Hali kadhalika Azizi mtazamaji, Rais William Ruto ndiye mgombea urais anayependelewa zaidi iwapo uchaguzi mkuu ungefanyika leo. Utafiti uliotolewa na kampuni ya utafiti na ushauri Infotrack unaonyesha kuwa Rais Ruto yuko mbele ya wanasiasa wengine kwa mbali waliotangaza nia ya kuwania urais, akiwemo naibu kiongozi wa Jubilee Fred Matiang'i, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa jaji mkuu mstaafu David Maraga. Aidha, jamii ya Waluo inamtazama Babu Owino kama kinara wao wa kisiasa kufuatia kifo cha Raila Odinga. Susan Weru anatueleza. Ikiwa ni miezi 20 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, utafiti uliofanywa na Infotrack unaonyesha kuwa idadi kubwa ya Wakenya wanaweza wakampa Rais William Ruto nafasi nyingine kama kiongozi wa taifa. Kulingana na utafiti huo uliofanywa kati ya tarehe 19 na 20 Desemba, asilimia 28 ya wahojiwa walisema kuwa wanamuunga mkono Rais Ruto, asilimia 13 wanamuunga aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, asilimia 12 kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, asilimia 7 mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, asilimia 5 aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, asilimia 2 kinara wa PLP Martha Karua na asilimia 2 wangempigia kura aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Kuhusu mfumo wa kisiasa, asilimia 32 inaunga mkono serikali ya broad-based, huku asilimia 22 ikiunga mkono upande wa upinzani unaoongozwa na Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa. Asilimia 17 yasema inaunga mkono muungano wa Kenya Moja unaoonekana kwa mara nyingi kama kikosi cha tatu, ukiwa na wanasiasa kama Babu Owino, Edwin Sifuna, Ndindi Nyoro na Gathoni wa Muchomba. Aidha, asilimia 29 ya wahojiwa walisema kuwa hawaungi mkono mfumo wote ule wa kisiasa. Katika ngazi ya vyama vya kisiasa, chama cha UDA ndicho kinachoongoza kikiunga mkono na asilimia 23 ya Wakenya, kikifuatwa na chama cha ODM na asilimia 19, kikifuatwa na cha DCP na asilimia 6, cha rais wa zamani Uhuru Kenyatta cha Jubilee na asilimia 5, na cha Wiper kikiwa na asilimia 4. Kuhusiana na swali la kiongozi wa kisiasa wa jamii ya Luo kufuatia kifo chake Raila Odinga, utafiti umemweka mbele mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino mbele ya wagombea wengine. Asilimia 33 inasema Babu Owino anapaswa kuongoza Wadhuluo, asilimia 10 wakiunga mkono Oburu Odinga, asilimia 7 gavana wa Homa Bay na mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, asilimia 4 wakiunga mkono gavana wa Siaya James Orengo na asilimia 1 wakimuunga binti Raila Winnie Odinga. Utafiti huo ulitekelezwa katika kaunti zote 47 ukijumuishwa na wahojiwa 1000 wenye umri wa na waliozidi miaka 18. Susan Weru, NTV.